Tanzania ni moja ya nchi ambazo zinaonekana ni nchi za kimkakati, na ndio maana kumekuwa na majukwaa yanayowagusa vijana. Hivyo ziara hii inatajwa kufungua fursa kwa makundi tofauti bila kujali jinsia. Katibu Mkuu Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale Zanzibar, Daktari Aboud Suleiman Jumbe, amewaeleza waandishi wa habari mara baada ya kumtembeza Katibu Mkuu wa Umoja wa Afrika, Caribbean na Pacific Musa Saleh Batraki. Tanzania ni mjumbe muhimu sana na ni nchi moja ambayo inaangaliwa sana katika jukwaa hili la nchi hizi 79 ambazo huunda umoja huu wa nchi za Afrika, Caribbean pamoja na Pacific. Na mojawapo ya ajenda zao ni kuleta maendeleo ya jamii na hasa katika kukuza fursa mbalimbali kwa vijana, fursa za kijinsia, lakini kwa pamoja kuleta yale mageuzi katika maendeleo ya jamii. Kwa hivyo ziara yake ya kikazi hapa Tanzania imo katika maeneo mbalimbali ya yale malengo makuu ya kazi za jumuiya hii, ikiwemo masuala ya kukuza ajira kwa vijana na kuleta mageuzi makubwa maendeleo ya jamii, sio tu kwa vijana, lakini kuleta mapinduzi ya maendeleo ya kidijitali, masuala ya mazingira, masuala ya uchumi, biashara, na hii inakwenda kuvutia sana au kuongeza yale mawanda ya mashirikiano kati ya Tanzania na nchi hizi za Umoja wa Afrika, Caribbean na Pacific. Daktari Aboud ameongeza kuwa ziara ya mgeni huyo inatekeleza ajenda za nchi zetu, akieleza alivyofurahia matembezi katika maeneo mbalimbali ya Mji Mkongwe, hasa kujionea historia na harakati za wananchi, sambamba na kuwasifu viongozi wa nchi zetu mbili za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan na Rais wa Zanzibar Daktari Hussein Ali Mwinyi. Leo tulimtembeza mgeni wetu katika maeneo mbalimbali ya Mji Mkongwe wa Zanzibar. Alifurahia sana kuona hekaheka mbalimbali za wananchi, wanajamii ndani ya huu Mji Mkongwe. Alitembelea maeneo ya kanisa la Anglikana, kanisa la St. Joseph, Darajani Souk. Alitembelea pia maduka mbalimbali ya wachora picha, wachonga milango, wachonga masanduku. Alitembelea katika soko la Markiti pale ambapo alipata fursa ya kununua viungo mbalimbali, bidhaa mbalimbali, spices hapo mjini. Lakini pia alivutiwa na kuona ile architecture au mfumo wa maisha wa huu Mji Mkongwe kama mji wa urithi wa dunia. Lakini pia alifurahishwa sana alipokutana na wanajamii, wananchi mbalimbali waliomkaribisha kwa ukarimu wao, lakini pia kumpa fursa mbalimbali ya kuangalia maeneo mbalimbali ya kiutalii na urithi wa mambo ya kale na maeneo ya kihistoria ya mji huu. Ametuahidi kwamba atarudi tena hapa Zanzibar. Amevutiwa sana, lakini pia amevutiwa na hali ya amani, utulivu katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Amevutiwa na busara za viongozi wetu wakuu wawili wa kitaifa, Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini Mheshimiwa Daktari Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Kwa upande wake, Katibu Mkuu Saleh Batraki ameeleza kufurahishwa na kuzishukuru mamlaka za serikali, sambamba na kufurahia matembezi katika Mji Mkongwe, akijionea fursa kwa wanawake na vijana katika maeneo mbalimbali.
Batraki mwenye dhamana ya nchi 79 za Afrika, Pacific na Caribbean katika ziara yake nchini Tanzania amekutana na viongozi mbalimbali wakuu akiwemo Daktari Hussein Ali Mwinyi. Baadhi ya maeneo aliyotembelea ni pamoja na soko la Darajani Souk na maeneo maduka ya kitalii ya mji wa kihistoria ya Mji Mkongwe.